Ah, leo bwana na share na nyinyi story fulani ya kuhuzunisha sana ambayo inamhusu binti mmoja hivi kutoka Kenya ambaye anaitwa Margaret, ambaye dada bwana amehukumiwa kunyongwa nchini Vietnam sababu ya madawa ya kulevya. Unajua katika maisha yana fumbo kubwa sana. Hivi karibuni tumeshuhudia habari kadhaa kuhusu watu mbalimbali wakikamatwa kwa madawa ya kulevya. Hivi mambo imemkuta mwanadada huyo katika safari yake ya ndoto iliyogeuka jinamizi la kifo. Leo ni siku ya mwisho ambayo ni tarehe 17 mwezi wa 3, baada dada yetu Margaret Nduta ananyongwa. Huyu Nduta ni nani? Margaret Nduta ni mwanamke kijana kabisa kutoka Murang'a, Kenya, ambaye alikuwa na ndoto kubwa za kubadili maisha yake. Alitaka maisha mazuri, alitaka kutoka kwenye shida za kifedha, alitaka kuisaidia familia yake. Lakini sasa badala yake alijikuta akihukumiwa kifo nchini Vietnam. Na leo Machi 16 atanyongwa kwa kosa la kusafirisha madawa ya kulevya, kosa ambalo anasema hakujua kama alikuwa amelifanya. Ina maana hata yeye mwenyewe hakujua kama anasafirisha madawa ya kulevya. Lakini hii si hadithi tu ya mtu mmoja. Hii ni hadithi ya maelfu ya vijana wa Afrika ambao natafuta maisha bora nje ya nchi na kuishia kwenye mikono ya mitandao ya usafirishaji mihadarati na madawa ya kulevya. Hii ni safari ya Nduta, safari ya matumaini, ndoto na mwisho inasikitisha. Umeona? Nduta alikuwa kama vijana wengi tu pale nchini Kenya na Afrika Mashariki. Alizaliwa huko Kaliwe, kijiji kidogo cha Kiharu katika akaunti ya Murang'a. Alikuwa katika familia ya watu wa kawaida sana. Mama yake Purity Wangari alikuwa mama nyumbani na mfanyabiashara mdogo mdogo, mboga mboga sokoni. Baba yake alikuwa mkulima wa kahawa na mahindi. Umeona bwana. Margaret alikuwa na mtoto wa tatu katika familia ya watoto wanne, na tangu udogo alionyesha tabia ya utulivu na bidii. Alikuwa akifanya kazi za kuuza nguo za mitumba na kumsaidia mama yake sokoni, lakini pesa hazikuwa za kutosha. Alikuwa na ndoto za maisha bora, akiangalia watu wakiendesha magari ya kifahari mjini na kusema siku moja nitakuwa kama wao. Lakini maisha kijijini yalikuwa yana changamoto bwana. Ndoto zake zikaanza kufifia pole pole pale kijijini. Alitamani maisha mazuri, alitaka maisha mazuri, alifikiria atapata wapi? Alitaka kusaidia familia yake. Alijua njia moja tu ya kupata kazi ambayo ni nje ya nchi, Uarabuni na Ulaya. Hizo ndoto zilikuwa ndoto zake za muda mrefu. Miji yenye mishahara mizuri, nafasi za kazi ni nyingi na matarajio ya kubadili maisha ya haraka. Na kama ilivyo kwa wengi, alianza kutafuta mawakala wa ajira. Aliona watu wakiondoka kwenda kufanya kazi Uarabuni na kurudi na pesa. Hakutaka kubaki nyuma, kwa hiyo alijiingiza mwenyewe mtandao wa mawakala wanaosafirisha watu kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Nduta hakuwa na pesa za kutosha kulipia ada ya mawakala. Lakini alipoambiwa kuwa kuna nafasi ya kazi na angeweza kulipa baadaye, aliona huo ndio mwanya wake kutoka kwenda kwenye umaskini. Muda mfupi baada ya kuwasiliana na wakala mmoja, aliambiwa amepata. Hapa ndipo sasa alipokutana na mtu anaitwa John. John alimwambia, nitakutuma Asia, utapata kazi ya starehe. Margaret bwana alishangaa sana. Hakuwa amesafiri nje ya nchi ya hapa Kenya awali. Lakini John alimwambia, huna cha kuogopa, utachukua begi moja tu hadi Laos, utakutana na mwanamke huko. Hakukuwa na maelezo ya kina. So huyu dada akaambiwa atapewa tiketi ya ndege, hati zote za muhimu, atakapofika ndio atajua atakapofanya kazi. Kwa upande wake akaona dili zuri kama hili, Mungu ampe nini. Mama yake Purity, mama yake huyu binti ambaye ni anaitwa Purity, alikuwa na wasiwasi sana kuhusu mwanae safari yake ya nje. Na muda huu Margaret akamwambia Margaret, huu ni mtu wa ajabu, usimwamini. Kwamba mama alikuwa anamwambia binti yake ani moyo wake haukuridhia mwanae aondoke. Na akawa anamwambia na huyu John ambayo
anakufanyia mpango wa safari ni kama mtu wa ajabu, kwa hiyo usimwamini. Kwa hiyo mama yake moyo wake ulikuwa hauko radhi na safari ya binti yake kwenda huko nchi za watu. Lakini Margaret alimwambia mama, hii nafasi ni yangu, sitarudi maskini tena. Alipakia nguo chache kwenye begi lake la zamani, lakini John alimwambia acha begi lako, nitakupa jipya la kusafiria. Alimpa begi jipya la rangi ya kijivu na Margaret akakubali bila kuuliza mengi. Labda alikuwa na furaha ya ndoto zake au labda hakuona hatari. Siku ya safari ilipofika, uwanja wa ndege alikabidhiwa hati ya kusafiria. Alishtuka kuona jina la nchi Vietnam. Hakuwa na ndoto ya kwenda Vietnam, lakini aliamini kuwa ili mradi kazi ipo ni bora kujaribu. Alikabidhiwa begi, akaambiwa atalipwa $1,300 kwa kuwasilisha mzigo huo. Kwa mtu aliyekuwa na hali ngumu ya kifedha, pesa hizi zilikuwa msaada mkubwa. Alikubali bila kujua kuwa begi hilo lilikuwa tiketi yake ya kwenda kwenye kifo bwana. Hiyo ilikuwa ni Julai 23. Aliaga familia yake akaenda zake JKA na akaanza safari yake. Alipitia Bora Ethiopia International Airport, Hamad International Airport huko Qatar, na hatimaye akafika Tan Son Nhat International Airport huko Ho Chi City, Vietnam. So baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Vietnam mnamo Julai 14, alikuwa amesafiri kwa masaa 20 akiwa amechoka, lakini na furaha ya kuona dunia mpya. Alikuwa amechelewa kidogo, lakini wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji haraka ili awahi ndege yake kuelekea Laos. Lakini mambo yalibadilika ghafla. Wakati wa ukaguzi wa mizigo, maafisa wale wa forodha waliona kitu cha kutiliwa kwenye begi lake. Wakamuomba walifungue. Nduta bila wasiwasi akaruhusu. Kilichofuata kilibadilisha maisha yake milele. Begi lake lilikuwa na zaidi ya kilo 2 za cocaine. Alipoambiwa hakuamini. Umeona? Kwa hiyo Margaret alishangaa, alisema hii si yangu, mimi sijui hili. Lakini polisi hawakumsikiliza. Walimfunga pingu, wakampeleka chumba cha maalum kwanza, na ndoto zake zikaanza kufifia. Hakujua chochote kuhusu dawa hizo, sababu pia ziliwekwa sehemu ya siri kwenye begi. Lakini sheria haikujali alichojua au kujua. Ina maana sheria haikutambua kwamba amejua kwa beba dawa kulevya au hajajua. As long as umekamatwa nazo, wewe ni mtuhumiwa. So alikaa gerezani huko Vietnam kwa miezi kadhaa akiwa peke yake bila mtu wa kumsaidia. Familia yake huko Murang'a haikujua chochote. Walidhani Margaret alikuwa akifanya kazi ya starehe kama John alivyosema. Lakini Machi 25, kesi yake ilianza kwenye mahakama ya watu wa Ho Chi Minh City. Alijitetea kwa nguvu zote kwamba hakujua kama mzigo huu ulikuwa na dawa za kulevya. Margaret alisema mbele ya hakimu, mimi ni mwanamke wa kawaida kutoka Kenya. John alinipa begi hili, sikujua kilikuwa na dawa za kulevya. Alilia sana huyo binti, akisema alikuwa amedanganywa, lakini mahakama ya Vietnam haikumsikiliza. Sheria za Vietnam bwana hazina nafasi kabisa ya huruma kwa makosa ya mihadarati na madawa mengine ya kulevya. So katika nchi hii yoyote anayepatikana zaidi ya gramu 600 za heroin au kilo 2 za methamphetamine anakabiliwa na hukumu ya kifo. Nduta alikuwa na kilo 2. Alikuwa tayari ameshavuka kiwango cha msamaha. Maana ilikuwa ni chini ya hapo unaweza ukasamehewa, lakini zaidi ya hapo unakuwa kosa. So mawakili wake walijaribu kuomba huruma ya mahakama, lakini waendesha mashtaka walisisitiza kuwa utetezi wake haukuwa na mashiko. Sheria inasema wazi, ignorance of law is no excuse, kwamba ukiwa hujui sheria basi huwezi kuhukumiwa. Hapana, lazima uhukumiwe tu. Ndio kilichomkuta dada yetu. So mnamo Machi 6, 25 mahakama ilitoa uamuzi wake wa mwisho. Nduta alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Umeona?
Na hukumu ya Margaret ilitangazwa Machi 6, 2025. Alipewa siku 7 tu za kukata rufaa hadi Machi 12, lakini hakuna rufaa iliyofanikisha bwana. Hatari sana. Habari zikaenea mtandaoni na familia yake ikapata taarifa Machi 8 kupitia internet. Hawakuwa wameongea naye alipoondoka Julai 23. Mama yake Purity Wangali alilia mbele ya waandishi wa habari huko Kalikawe akisema, mwanangu alikuwa mtu wa kanisani, hakuwa mhalifu, alitaka maisha bora tu. Sasa anapaswa kufa kwa nini? Familia yake ilisema Margaret alikuwa msichana wa bidii na walihisi alikuwa amedanganywa na John ambaye sasa hajulikani aliko. Watu wa Murang'a walishangaa, Margaret Nduta, huyu ndo alikuwa mtu wa kawaida, anawezaje kuwa mhalifu wa madawa ya kulevya? Wengi walisema labda alikuwa amewekwa mtego na wafanyabiashara dawa za kulevya, lakini mahakama ya Vietnam ilikuwa imeamua Machi 16, 2025 angeuawa kwa kuchomwa sindano yenye sumu, lethal injection, njia ya kawaida ya kuua waliokosa. Mama yake alisema, nataka tu nimuone mara ya mwisho, hata akiwa gerezani hapa Kenya ni bora kuliko kufa huko mbali. Familia ya Nduta ilianza kuomba msaada kutoka kwa serikali ya Kenya. Senator wa Kisii John Onyonka aliandika barua kwa Rais William Ruto Machi 14 akisema tuwasiliane na Vietnam, tumuombee huruma Margaret aweze kurudi Kenya na afungwe hapa badala ya kufa. Katibu wa mambo ya nje Korir Song'ei alizungumza na naibu waziri wa Vietnam ndugu Nguyen Minh Hang Machi 16 akiomba hukumu isitishwe. Alisema watu wa Kenya wana wasiwasi, tunaomba muda zaidi wa suluhu. Vietnam ilisema wanaangalia ombi hilo, lakini wakati ulikuwa unapita haraka. So kufika saa 8:30 usiku Machi 17 saa za Vietnam, kama sijakosea, ndio itakuwa siku ya mwisho ya Margaret. Lakini changamoto kubwa ni kwamba Kenya haina mkataba wa kubadilishana wafungwa na Vietnam. Kenya haina ubalozi nchini Vietnam. Sheria za Vietnam ni kali sana dhidi ya madawa ya kulevya. Serikali ya Kenya ingeweza kuingilia kati kidiplomasia, lakini bado nafasi ya kufanikiwa ilikuwa ndogo sana. Hakuna dalili ya serikali ya Kenya kufanikisha kuahirisha hukumu hii mpaka muda huu. So Nduta hakuwahi kufikiria kuwa na ndoto yake ya maisha bora ingetamatika kwenye chumba cha kunyongwa. Alitaka tu maisha mazuri, lakini alijikuta ameanguka kwenye mikono ya madawa ya kulevya bila kujua. So ndugu zangu, hili ni funzo kubwa kwa wote wanaotafuta ajira nje ya nchi. Usikubali kusafirisha mzigo wa mtu usiyemjua. Chunguza kwa makini mawakala wa ajira kabla ya kuamini ofa zao. Ofa zinaonekana kuwa nzuri kupita kiasi, zinaweza kuwa mtego ya kifo. Inauma sana sana sana. Hiyo ndio iliyomkuta ndugu yetu Mkenya Margaret Nduta. Asante kwa kunisikiliza.